Mimi kwa majina naitwa Padre William Walter Mkalula. Ni misionari wa shirika la mapadre na mabradha wa Consolata. Makao makuu yetu yako Iringa, na kwa sasa nafanya utume wangu katika kituo hiki ya hospitali hii ya Consolata Ikonda, na miaka karibuni 7 sasa ya utume wangu hapa. Nataka tu niwaeleze kwa ufupi basi historia ya wa Consolata Tanzania na historia ya hospitali ya Consolata Ikonda. Wamisionari wa Consolata hapa Tanzania waliingia mwaka 1919 baada ya vita ya kwanza ya dunia, na walifikia katika maeneo ya Iringa na maeneo ya Dodoma, eneo la Biawana, na lakini makao makuu kabisa ya misionari wa Consolata yalikuwa eneo la Tosamaganga pale Iringa. Kwa hiyo kuanzia kipindi hiki basi wamisionari wamefanya kazi ya uinjilishaji, na uinjilishaji kwa njia ya kufundisha imani, lakini vile vile kwa njia ya kusaidia maendeleo ya watu. Kwa hiyo kuanzia Tosamaganga pale ambapo lilizaliwa baadaye jimbo la Iringa, ambalo lilikuwa likihudumia kuanzia mkoa wa Iringa na mkoa wa Njombe, na baadaye yakatenganishwa majimbo mawili, ikawa jimbo la Iringa na jimbo la Njombe la Kanisa Katoliki. Na wamisionari wa Consolata waliendelea kufanya kazi katika jimbo la Iringa na jimbo la Njombe Kanisa Katoliki. Kwenye miaka 1961 wamisionari wa Consolata wakiwa wanafanya kazi ya hospitali pale Tosamaganga Iringa, waliombwa na wenyeji wa eneo hili la Ukinga waweze kufungua kituo kingine cha afya kuweza kuwasaidia hasa wakina mama na watoto. Kadiri ya maelezo ni kwamba eneo hili la Ukinga katika kipindi hicho cha miaka ya 60 ilikuwa ni eneo ambalo kulikuwa na vifo vingi vya watoto na kina mama. Kwa hiyo wenyeji hapa waliweza kuomba wamisionari kama wanaweza wakatengeneza kituo cha afya hospitali ili iweze kuokoa maisha ya kina mama na watoto. Kwa hiyo kuanzia mwaka 1961 ilianza harakati za kuanza kutoa huduma katika eneo hili, hata kuanza majengo, na baadaye mwaka 1968 iliweza kukamilika hospitali ya kwanza ya hapa eneo la Ikonda, ikiwa na uwezo wa kulaza wagonjwa 60. Na hospitali kweli ikabeba jina la Mama Bikira Maria Consolata kama jina la wamisionari wa Consolata, kwa lengo kwamba hospitali hii iwe ni sehemu ya faraja kwa wote ambao watafika kuweza kupata huduma. Kwenye miaka 2000 hospitali iliweza kupanuliwa zaidi kutoka vitanda 60 na kufika vitanda 404 ambavyo kwa sasa tunavyo, ikiweza kuweza kuwahudumia wagonjwa wengi zaidi. Kwa hiyo hospitali ya Ikonda kweli imekuwa ni sehemu ya faraja, ni sehemu ya huduma, tukizingatia kwamba wamisionari wa Consolata walipenda daima kusisitiza kwamba huduma hii iwe huduma ya upendo, huduma yenye huruma, lakini huduma yenye gharama nafuu kwa watu wengi. Kwa hiyo kuanzia miaka 68 mpaka leo hii tumeendelea na malengo haya kuweza kutoa huduma ya upendo, huduma iliyojaa huruma, lakini huduma yenye gharama nafuu. Kwa hiyo watu wengi wanatambua umuhimu wa hospitali hii kwa sasa, ambapo kweli gharama zake ni nafuu kukilinganisha labda na maeneo mengine. Kwa hiyo binafsi napenda kuwashukuru Kanisa Katoliki, wamisionari wa Consolata ambao walikuwa na mawazo haya kuweza kuleta huduma eneo hili, ambao sisi leo tupo wamisionari wa Consolata vijana tukiendeleza huduma hii kwa malengo yale yale yaliyoanzishwa kwenye miaka 68. Kwa hiyo nipende kusema basi kesho tunasherehekea sherehe ya Mama Bikira Maria Consolata hapa hospitalini, wafanyakazi pamoja na wagonjwa na watu wengine wote, tukienzi kazi ya miaka zaidi ya 56 toka ilipoanzishwa, kwamba tuendeleze kazi ya faraja ya kuwafariji wenzetu walio dhaifu. Asanteni sana. Mimi ni Lide, ni missionari mlei ya Consolata Hospital Ikonda tangu 2017. Nimekuja hapa kama muuguzi volunteer, na inatakiwa kubaki mwaka, baadaye nimekaa mpaka leo.
kwa sababu kazi ambayo tunafanya huku ni muhimu sana kwa watu wengi. Kwa hiyo hata kama msaada yangu inaweza kuwa mdogo, lakini ni msaada na ni muhimu. Kwa hiyo nitaendelea kubaki hapa mpaka Mungu ananipa nguvu. Nilikwambia sababu nimekuwa na idea kwamba kwenye maisha muhimu ni kusaidiana. Sawa? Kwa hiyo nimechagua professional ya muuguzi kwa ajili ya kupata nafasi ya kuja kutoa msaada. Sawa? Kwa hiyo unajua mtu wakati anakuwa na ndoto. Ndoto yangu ilikuwa kuja kusaidia watu. Kwa hiyo wakati nilikuwa na miaka 23. Na ni kama ndoto langu tayari nilipata, ndio. Na nilishakwambia naendelea kubaki kwa sababu kazi ya Consolata Hospital ni kubwa sana. Tunasaidia kweli watu wengi na naona wagonjwa wanafurahi kwa sababu hapa wanapata huduma ya roho na ya mwili. Kwa sababu tunatunza watu. Sio kwamba tunatibiwa tu, tunatunza kama mtu ya familia tuseme. Tunajitahidi kutoa huduma ya ukweli. Na sijui kama kuna sehemu watu wanafanya hivyo. Ni ngumu sana kupata. Nimepitia hospitali mbalimbali hapa Tanzania, naona utofauti kubwa ni huduma. Kutunza watu. Kuna utofauti kubwa. Unajua hata kama mimi nimezaliwa kule, lakini wakati unaishi miaka mingi nje ya nchi ambaye wengi wanatamani kuishi kwa sababu kuna possibility nyingi zaidi, lakini hapa tuseme maisha ni ya ukweli zaidi. Kwa sababu unapitia kwenye mambo mbalimbali na sijui kusema, lakini tuseme maisha ni ukweli zaidi. Kwa sababu kule tuna interference nyingi, maana yake mambo ya teknolojia, kuna competition kubwa. Tuseme hata kwa sababu mimi naishi kwenye mission. Kwa hiyo umuhimu ni kukaa na watu, kuishi na watu, kusaidia watu, sio sio mambo ambaye haina muhimu, sijui ile appearance tunasema sisi, sijui kuvaa vizuri nini, hizi vitu sio muhimu. Muhimu ni kitu ambaye unasikia na upendo ambaye unaishi naye. Mimi naitwa Padre Marco Turra, ni misionari wa shirika la Bikira Maria Consolata. Ni mzaliwa wa Italia, lakini nina miaka 18 Tanzania. Nafanya kazi katika hospitali ya shirika la Bikira Maria Consolata huku Tanzania, hapa Ikonda, jimbo la Njombe. Bikira Maria Consolata ni mama yetu tunavyoamini, na ndivyo alivyotupatia karama mwanzilishi wetu Mtakatifu Yosefu Alamano. Yeye alikuwa anaamini kwamba mwanzilishi wa shirika letu, licha ya yeye mwenyewe akawa Bikira Maria Consolata. Consolata maana yake aliyefarijiwa, na yule aliyefarijiwa ni mfariji wetu. Ile faraja aliyoipata kwa neema ya kuwa mama wa Mungu, basi ametushirikisha sisi watoto wake ambao tunafarijiwa na uwepo wa Mungu siku zote katika utume wetu, hususani hapa hospitali yake, utume kwa wagonjwa.
Hapa Ikonda kila siku kuna wagonjwa wanaotoka sehemu mbalimbali ya nchi yetu, na hasa kutoka mikoa ya jirani. Wapo wale ambao wanatoka mbali zaidi, lakini watu tulionao kila siku wanatoka Morogoro, sehemu za Ifakara, Iringa, Njombe, Sumbawanga, Songea na Mbeya. Hivyo basi karama ya shirika letu la kuwafariji au wagonjwa inatafsiriwa katika hospitali yetu kwa kuwapa au watu wote wanaokuja kila siku huduma bora kwa gharama nafuu. Na kesho itakuwa sikukuu yake ya mama yetu ya Bikira Maria Consolata. Nasi tumejiandaa kwa sala kwanza, tumefanya novena, na kesho tunamsubiri Baba Askofu Mhashamu Eusebio Samuel Kiando aje adhimishe kilele cha sikukuu, ndio misa takatifu. Na vile vile tumejiandaa kwa matendo ya huruma kwa wagonjwa. Watu wametembelewa kijijini ili waweze kufanyiwa screening mbalimbali kwa magonjwa ya moyo na magonjwa mengine mbalimbali, na kutolewa elimu mbalimbali hata juu ya uchangiaji wa damu. Na vile vile hii sikukuu imekuwa fursa ya kukumbushana wajibu wetu sisi na wafanyakazi wetu, wajibu wa kutunza wagonjwa ili tuweze kuwapa huduma bora kwa gharama nafuu, kwa misingi aliyotupatia Mtakatifu Yosefu wa Lamano tulipopewa huyu mama Bikira Maria Mfariji, Bikira Maria Consolata kama msimamizi wetu. Kuwafariji wagonjwa ni kukaa nao, kuwapa huduma, lakini vile vile kuwafanya wajisikie kwamba wamefarijiwa na Mungu. Yule aliyemfariji Bikira Maria anaendelea kutufariji sisi kwa wema wake, kwa kutuponya, lakini vile vile kwa kutupatia matumaini ya maisha ya uzima wa milele. Naitwa Sister Agnes Mlawa, ni misionari wa shirika la masista wa misionari wa Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu jimboni Iringa, na leo ni tarehe 20. Kikawaida ilikuwa leo tarehe 20 kadiri ya mapokeo ya Jimbo Katoliki la Iringa. Mama Bikira Maria Consolata amewekwa kama msimamizi wa jimbo la Iringa. Na sisi watu wa Iringa tumezaliwa na wamisionari wa Consolata. Kwa hiyo sherehe hii ni kubwa sana kwa upande wa jimbo la Iringa. Kwa nini kesho tarehe 21? Leo ni siku ya kazi, wagonjwa wetu wanakuja kama kawaida kadiri ya zoea weekend, wagonjwa walao wanakuwa ndio. Sisi hapa tuko hospitali ya Consolata, Jimbo Katoliki la Njombe. Wanaofahamu historia ni kwamba hii ni kutokana na kwamba sehemu hii yote ilikuwa ni ya Iringa. Kwa hiyo siku ya kesho tumeona ni vema tuweze kumsherehekea Bikira Maria Consolata tukiwa wote katika hali ya utulivu, kwa sababu hakuna mtu atasema mimi nilikuwa operation, mimi sijui nilikuwa wapi, mimi nilikuwa wapi. Ni weekend, kwa hiyo wote tutakuwa kwa pamoja, na kwa sababu
ili tuweze kufanya mambo yote vizuri, lazima tuweze kuwa kwa pamoja. Kwa hiyo siku ya kesho tumemwalika Baba Askofu wa Jimbo la Njombe kufika hapa. Lengo kuu, tumeandaa mazingira ya kutoa wagonjwa wetu ambao walikuwa wanaonwa kwenye korido kulingana na kukosa sehemu maalum ya kliniki. Sehemu kubwa korido ilitumika wagonjwa hawa kuketi hapo kusubiria kwenda kwenye mlango maalum kwa ajili ya kuonana na daktari. Kwa hiyo tumeandaa specialized clinic ambao sasa wagonjwa hawa, kama utakumbuka awali niliposema wanafanya triage na kutoka kwenye treatment area, wana schedule kwenda kwenye specific clinic. Kwa hiyo hawa ndio watakuwa sasa wanapelekwa huko kwenye specialized clinic, ambazo specialized clinic ni kutakuwa na idara ya magonjwa ya ndani, kutakuwa na idara ya magonjwa ya kina mama, kutakuwa na idara ya upasuaji, idara ya mkojo manake urology, kutakuwa na idara ya macho. Wataenda pale nje ya jengo hili kubwa. Unapoingia getini ndipo pale ambapo kesho baba yetu atatufungulia kwa ajili ya huduma hizi maalum. Na sasa walao wagonjwa watakuwa wamepunguza msongamano ambao wengi wao walibaki kwa muda mrefu kusimama kwenye korido. Wengine hawana viti, wengine hawana pa kusimama, wanagongana na wagonjwa wengine waliolazwa. Basi hili lilikuwa tatizo kuu. Na sasa tunamshukuru Mungu kwa neema na baraka zake, na kwa namna ya pekee baba zetu wa Bikira Maria Consolata ambao wamejitoa mhanga na kuona kwa umuhimu wake waweze kutatua hili tatizo, wajinyime hapa na pale ili hao wagonjwa waweze kufarijika kwa njia ya kuwa na mahali maalum pa kuketi wanaposubiri huduma. Kwa hiyo nawakaribisha wenzangu wote, wafanyakazi, majirani zetu, uongozi wa wilaya, DMO, pamoja na uongozi wa kijiji. Tufurahi sote, tuweze kumshukuru Mungu kwa neema nyingi anazotujalia hasa katika taasisi yetu kwa njia ya misionari hawa, na kwa namna ya pekee kumshukuru Mungu kwa ajili ya afya njema kwa wahudumu wote wanaojitoa usiku na mchana kuhakikisha kwamba wanatoa huduma stahiki kwa wagonjwa wale ambao wanakutana nao mikononi mwao. Asanteni sana.